kwa muda mrefu sasa, na miji mingi kumekuwa na shida kubwa sana, kwa sababu watu wanataka wapate mambo kwa hiyo kuna vikundi vya watu vinajitengeneza kwa kuvizia kuangalia watu wanataka nini. Kwa hiyo kuna kikundi ambacho kiko hapa mjini, wanafanya utapeli kupitia kwenye maduka makubwa wanauza vifaa vya jumla, vifaa vya ujenzi, mafuta haya ya kupikia kwa kutumia mitandao simu. Hiki kikundi mpaka sasa tumebaini watu 6 kwenye kundi hilo. Hili kundi wanapita kwenye maduka, wanasema tunataka labda kwa kiwango kikubwa sementi mifuko 200, wanapewa mifuko kadhaa. Wakishapewa hizo sementi wasema pesa utachukua mahali fulani. Kwa hiyo unakuta wafanyabiashara wetu wengi sana hapa wametapeliwa. Kwa hiyo tarehe 31 mwezi wa kwanza 2026 baada ya kupata hizi taarifa tulifanya msako wa kina. Kuna mwananchi mmoja alikuwa ameibiwa kwenye duka lake saruji mifuko 60. Kwa hiyo tukabidi tufanye ufuatiliaji wa kina sana ili tujue ile kundi liko wapi. Baada ya ufuatiliaji tukafanikiwa kukamata watu 6, lakini baada ya kufuatilia tukapata ile sementi mifuko 60. Kwa hiyo yote tukawa tumerecover kwa kushirikiana na yule mwananchi ambaye alikuwa ametapeliwa. Kwa hiyo kundi hili lipo, tumewashikilia, wako pale kituo cha polisi Bububu, ili wananchi wajue tu kwa kweli hao. Nataka niwataje majina yao. Ili kundi hili yuko anaitwa Ali Maulid Ali, ana miaka 29, ni Mshirazi wa Manyanya. Mwingine Salum Omari Abeli, miaka ya 37, Makonde wa Manyanya. Abdalla Kombo Hamisi ana miaka 28, naye ni Mshirazi wa Mwakaje. Mwingine Mudhiri Saidi Hamisi, miaka 22, naye anakaa Mwanyanya huko. Mwingine ni Hamadi Idi, yeye ana miaka 35, Mshirazi wa Bububu. Na yuko Suleiman Idi Musini, ana miaka 35, yeye ni mkazi wa Kama. Hawa ili kundi hili ni kundi kubwa, limeleta madhara makubwa. Mpaka sasa wameshatambuliwa kwenye kesi 4 ambazo wametapeli wafanyabiashara na kuiba mali nyingi tu. Kwa hiyo nataka tu wito wangu hapa kwa wananchi wajue kwamba kuna hawa matapeli. Kwa mtu anapokuja kununua kitu dukani kwako, hakisha kwamba analipa pale pale. Kwambia utakuja baadaye iwe vile, kataa. Na hawa ni wajulishe tu kwamba hapa mjini Magharibi hatutakubali makundi kama haya yaendelee kuwepo. Lakini kundi lingine la kitapeli ambalo ni baya sana, hili lina madhara makubwa kwa sababu linaathiri watu wadogo, watu wa chini. Hili la kwanza linashughulika na matajiri, watu wenye maduka, wafanya biashara. Sio haki wao kunyang'anya, lakini hili ni baya zaidi. Hili ni kikundi ambacho na viko vikundi kama hivi vingi vinatumia njia mbalimbali kutapeli. Vingine wanasema tunakupa ajira, hawa wanasema wanakupa mkopo lakini unatakiwa utoe 15%. Sasa ndio hizi huko hapo, unatoa 15% kwa huo mkopo unaotaka, ili baada ya kutoa zile ndio upewe. Sasa liko kundi ambalo tumelikamata linaitwa Kujitegemea Amani Center. Kundi hili limetapeli kina mama wengi, limetapeli watu wengi. Kwa hiyo tunalishikilia kundi hili, tunaendelea na mahojiano nao. Ili kwa sababu bado upelelezi unaendelea, naomba nisiwataje majina hawa wa hili kundi. Lakini niwaambie tu wananchi, hasa kina mama, unapoambiwa kuna mkopo, tulia, nenda kwa sheha. Sheha atakuelewesha kama ni kundi linaloeleweka, linalofahamika, utajua. Nenda kwa DC, nenda kwa viongozi wa eneo lako lile, usikurupuke. Usiambiwe na rafiki bwana kuna mtu anakopesha 15% unapata hela nyingi. Inaleta umaskini mkubwa sana. Kwa hiyo kundi hili nalo tumelishikilia, tunaendelea. Kwa hiyo wananchi wawe na uhakika kwamba watakuwa salama. Lakini yako mengi tu pia kusema tutatoa ajira za jeshi, ajira za polisi, ajira za idara maalum za SMZ, ajira za kufanya usafi kwenye barabara, ajira mbalimbali. Kwa hiyo niwataka wananchi tu, ukiambiwa mambo ya hovyo, nenda kwa viongozi. Mji wetu ni mdogo, unaeleweka, viongozi wapo, wanasikiliza watu. Lakini eneo lingine ambalo nataka kusema ni hili la, tuna vijana wetu wengi wako mitaani, wamejiweka kule. Nafikiri kwenye mitandao ya kijamii mliona juzi kuna kundi linajiita low battery. Mliona wamerushwa wanafanya mazoezi ya mapanga. Nafikiri mliliona wananchi wakapata taharuki kubwa. Sasa nilichotaka kusema tu ni kwamba kundi hili tumeshalikamata. Tumekamata kwenye kundi hili, tumefanikiwa kukamata watu 6. Kiongozi wao tunamtafuta. Yupo, ana familia yake, ana mke, yeye ndo anayewalisha na kuwatunza. Wanajificha wanakaa kwenye misitu, au wanajificha kwenye msitu wa Welezo pale jirani na kambi ya jeshi.
tumeshawakamata na tumewahoji, wamekiri matukio mbalimbali ya kihalifu ya unyang'anyi mitaani, wanaonyang'anya wananchi. Kwa hiyo wako mbaroni, tunaendelea nao. Kwa hiyo wako 6 hawa. Nafikiri hawa tuendelee kuwahoji, lakini jamii ijue tu kwamba wamekamatwa na makundi haya yako mengi. Na wito wangu kwa wananchi hapa sasa, hawa wengi ni watoto, umri wao ni mdogo, lakini wanajichanganya na watu wakubwa. Kwa hiyo hapa ni swala la malezi. Niwatake wito kwa wazazi kwamba usikubali mtoto wako akaenda kwenye kikundi, anasema tuna kikundi chetu, tuna maskani yetu, tunaenda. Hii ni hatari sana. Juzi nimeona kundi moja hapa hapo Nyerere na Jang'ombe, yale makundi ya kihalifu wanapambana wao kwa wao. Tumeyakamata yale makundi, nayo yako ndani, tunaendelea nao. Wale walinyang'anya, walileteana shida sana. Kwa hiyo tuna makundi ya vijana wetu wadogo wadogo ambao wako mtaani. Kwa hiyo niwaambie wananchi tu kwamba tuko makini, tuko imara, jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Na sasa hivi kupitia kamati ya ulinzi na usalama tunataka tujimarishe zaidi na zaidi, kisha kwamba askari wengi wanakuwa mitaani, lakini na vile vikundi vya ulinzi shirikisho vya wananchi, vile vikundi vya ulinzi kwenye shehia tunaviimarisha, tuhakikisha kwamba hali inakuwa salama.